za Martin Erigi na Divas Wanjala ambao walifariki kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta katika kaunti ya Kiambu sasa zinaitaka mamlaka ya IPOA pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu kuwasaidia kufanikisha safari ya kutafuta haki kwa marehemu wao. Salome Gashambi ambaye ni mamake Martin Erigi mwenye umri wa miaka 33 anasema mwanawe alikuwa pamoja na vijana wengine karibu na nyumbani kwao wakati maafisa wa polisi walipokuwa wakikabiliana na waandamanaji. Anaeleza kuwa Martin alikuwa amesimama kwenye lango la kanisa la Word of Faith kabla ya kupigwa risasi na kuanguka. Alikimbizwa katika hospitali moja ya kibinafsi kabla ya kufariki kutokana na majeraha ya risasi. Nayo familia ya Divas inasema kuwa Divas hakuwa mgonjwa, alikuwa akirejea nyumbani kutoka kazini alipopigwa risasi. Wanjala alikuwa akifanya kazi katika mradi wa nyumba za gharama nafuu mjini Kiambu. One, two, one, two, one, two, one, two. Uwezi kukubali mtoto wako auliwe, unaua wa wenyewe kwa nini? Kwa nini unaua mtoto wa wenyewe? Na wewe ni mzazi. Afadhali hata muwapige tear gas kuliko kuwapika bunduki. Hata kwa hiyo maandamano wakuta hakuna kitu imeharibiwa Kiambu, hata ndio kukue na ati ni guns walikuwa wanaharibu wakauliwa. Alikuwa tu kwa shughuli zake anatorokea mapolisi. Tuweze kufanya hii mazishi na haki ya Divas ipatikane, kwa sababu si jambo tulikuwa tumetarajia na hatuna uwezo wowote.